Asante sana Stella kwa nafasi pia hii ya kuja kuwa nasi hapa. Tunazungumzia yale ambayo tunayashuhudia duniani. Mara ya kwanza wakati watu walipokuwa wakizungumzia Gen Z, kwa mfano Gen Z, watu walikuwa wakianza Gen Z, watu wanafikiri Kenya wakati ukianza, hususan watu wa Afrika Mashariki wakasema vijana wa Kenya Gen Z. Lakini katika siku za hivi karibuni kila mahali, kila upembe wa dunia inaonekana Gen Z wanaleta msukumo. Wakati huu tunapoongea muda huu, Morocco kuna maandamano makubwa sana yanayoongozwa na vijana wa Gen Z. Stella Agara, nianze tu na wewe. Kwa nini wakati huu dunia inashuhudia vijana wakichukua msimamo huu tofauti na kuingia barabarani? Tumekuwa tukijaribu kuleta maendeleo katika bara la Afrika na dunia nzima. Tukaweza kutoa mafunzo kwa vijana na wakaweza kupata access kwa teknolojia. Sasa vijana wanapata habari kwa njia ya haraka na wanaweza kujua kile ambacho kinaendelea na serikali. Kuna tofauti kubwa sana kati yao na millennials na wale ambao walikuwa na Gen X ambao walikuja mbele yao, kwa sababu wana habari, wana ujuzi wa uongozi, wamefunzwa shuleni, na kwa hivyo hawawezi kudanganywa kama sisi tulivyodanganywa kwa muda mrefu na serikali. Wengi wao hawana wakati wa kungojea maendeleo, kwa sababu wanajua wanapolipa kodi lazima wapate maendeleo na services kutoka kwa serikali. Na hiyo ndio maana kila mahali ukiangalia Gen Z wanachipuka na wanataka serikali zao zifanye nini, ziweze kuwashughulikia katika kutoa services zile ambazo wanahitaji. Ukiangalia ni mambo madogo tu, kila nchi mambo madogo tu, maji, stima, nini, zote ambazo wengi walikuwa wanatulia, wanakaa kwa muda mrefu bila kupokea na wana complain wakiwa wamenyamaza. Sasa imefika mahali ambapo hawataweza kutulia tena, kwa sababu wana elimu, wana ujuzi na wana teknolojia ambayo wanaweza kutumia kupata information kuhusu vile ambavyo wanafaa kuongozwa. Kapwani, kwa mtizamo wako, vijana hawa ni kwamba watu hawawasikilizi, viongozi wamewapuuza, au kwa nini wanaonekana kana kwamba wanachukua hatua wenyewe sasa? Vijana tumeona tunapitia maumivu kama alivyosema Stella. Maumivu nyingi tunazipitia, na ukiangalia Afrika sasa hivi idadi ya vijana ni wengi, ni 70%. Unaangalia kwenye umri wa miaka 15 mpaka miaka 30 hivyo, na hiyo inaonyesha kabisa kwamba sisi tutaendeleza na kuongoza uchumi wa Afrika na nchi zetu. Na kwa hiyo hatuwezi tukakaa tu. Na ukiangalia maandamano ya vijana sasa hivi haina ubinafsi, tunaangalia mbele zaidi. Kwa hiyo ukiona vijana wanatoka huko ni vitu vingi, kama nitoe mfano pia vijana wa Malagasy walikuwa wanalalamika kuhusu hakuna umeme, hakuna maji. Kwa hiyo ni moto ambao imepanda sasa hivi. Vijana wanaona imetosha. Sio kwamba huwa hatuongei, kwa sababu tumeona mjadalo, mkutano tunaongea na serikali, labda tunaongea na viongozi, lakini mwisho wa siku inafika sehemu ambao unasema okay, labda hiki kitu watu hawatusikilizi na tunavyotaka hawatekelezi. Kwa hiyo mwisho wa siku vijana wote tunakuja pamoja na wanafanya hivyo. Na pia niseme tu Kenya walivyoanza, ndio maana watu wanasema Gen Z, watu wanahisi kabisa Kenya walionyesha mfano ambayo tumeona sasa hivi. Sasa ndio imekuwa wimbi ambao vijana wanaona okay, tukifanya maandamano labda ndio tutapata tunachotaka. Lakini inasikitisha kuona kwamba kwa hali hiyo inafika hatua ambapo wengine wanaogopa bado serikali ama vyombo vya dalo, unakuta labda na wengine wakati huo wanauawa. Lakini mwisho wa siku vijana wanaongelea mambo ambayo sio vya binafsi tu peke yetu, lakini pia wanaangalia mbeleni, itasaidia nchi na Afrika nzima. Bila shaka. Na hapo ndipo swali langu linafuata kwako Stella. Vijana hawa wanaonekana wengi wao wanajitokeza bila uoga. Nini kinawapa msukumo huu? Kwa sababu inaonekana kizazi kilichopita ndio watu walikuwa pia na msukumo, lakini si kama huu vijana ambao wanajitokeza bila hata kuwa na kiongozi anayewaongoza. Kwanza wacha tuanze na kile ambacho wanasema hao wenyewe. Wamechoka na kuwaona wazazi wao wakikandamizwa na serikali, wakiogopa serikali, wakiwa na hali ya uoga hata kujaribu kuzungumzia mambo ambayo hayaendi vyema katika uongozi wao. Na sasa wengi wao pia wamekuwa wakilelewa na wazazi ambao wamewapa liberty ama wazi wa kuweza kuuliza maswali, kuweza kwa kizungu tunasema kupush back yale mambo ambayo yanafanyika katika familia ambayo hawajakubaliana nayo. Wakija huku nje wanafika wanakupata kwamba kuna serikali ambayo imekuwa na tabia zile za wakataza wananchi kucomment juu mambo mengi, kukandamiza wananchi, kuwakataza kujihusisha katika mambo ya siasa kwa sana. Na sasa hawaelewi hiyo environment ya kuzuiwa kutoa sauti zao na kuzungumza kuhusu uongozi wa nchi zao. Kwa hivyo wengi wao ni kwa sababu vile wamelelewa na liberty. Wameelezwa kwamba ni muhimu waulize maswali. Wameelezwa kwamba kila mtu lazima achangie uongozi. Wakifika hapa nje ni haki yao ndio wanaomba.
na wale watu pia ni watu ambao wamelelewa wakifunzwa shuleni kuhusu haki zao. Wengi wao hawakupokea viboko kama sisi, kwa hivyo wakifika hapa nje hawaogopi kiboko kwa sababu hawakijui. Bila shaka. Na unapozungumzia hawakijui, Kapwani, ni maandamano ndio njia peke yake ambao vijana wa Gen Z wanaweza kujieleza, au kuna njia nyingine ambao wanaweza tumia? Kwa sababu watu wanaoji, kwa nini tunaona tu wanaingia barabarani na kuwa na msukumo wa maandamano? Yani kitu ambacho tunatakiwa tuelewe ni kwamba mtu hawezi akaamua tu siku anasema naenda wiki nzima kusimama barabarani. Kuna kazi ambayo tunafanya, kama tulivyosema, uchumi inakuwa mgumu, watu wanalalamika, vijana tunalalamika kwamba hali imekuwa ngumu na kuna vitu ambavyo tunataka ziboreshwe. Kwa hiyo sio kwamba ni suruhu tu peke yake, yani ambao tumeona kwamba ni hiyo kitu mpya ambao watu wanataka kuandamana ndio tunapata tunavyotaka. Ni kwa sababu unakuta zipo mfumo zingine kama mjadalo, mikutano hizi za diplomasia, watu wanatumia mtandaoni na tunaongea, lakini mwisho wa siku ni kama vile unaongea na mtoto, unaendelea kumuelezea kitu alafu bado haelewi. Kwa hiyo ndio maana unakuta inafika mahali wanasema imetosha, vijana wamesema imetosha, na tunaamua kwenda kupaza sauti huko barabarani, tunaandamana mtandaoni, kwa sababu sio kwamba hiyo ndio mfumo tu peke yake. Zipo zingine. Unaweza ukaita mjadalo, mnaongea na viongozi na tunatoa maoni, kunafanya zile consultation, tunajaza kwenye unakuta kwenye mjadalo mbalimbali za serikalini, huwa tunafanya hivyo. Lakini mwisho wa siku ikifika mahali ambao tunaona matakwa yetu hayatekelezwi, ndio inafika hiyo sehemu unaona watu wanaanza kuandamana, na pia wameangalia kwamba nchi zingine zinafanikiwa wakifanya hivyo. Kama nilivyotaja hapo awali, vijana hawa wanasema hawana kiongozi anayejulikana. Sasa hili ni jambo zuri au ni jambo ambalo kidogo linatia wasiwasi, kwa sababu wanajitokeza vijana tu wenyewe bila kuwa na mtu ambaye anakuwa kiongozi mbele yao? Kwanza ningependa kuchangia hilo swali ambalo uliuliza kuhusu mbinu tofauti za kuweza na serikali. Kuna kitu ambacho kimekuwa kikifanyika tangu wakati wa pandemic, na kwa kizungu inaitwa shrinking political space. Yani nafasi ya wananchi kuchangia uongozi inaenda ikipungua. Wakijaribu kujihusisha katika uongozi ama kuuliza maswali kuhusu vile ambavyo wanaongozwa, serikali inakuja na uzito mwingi sana. Tumeona Madagascar kwa sasa kuna watu ambao wamekufa, serikali inakataa kwamba kuna wale wamekufa. Kenya tumeona serikali imekataa kwa muda mrefu, sasa ndio wameanza kukubali kwamba kuna watu ambao walikufa. Kwa hivyo kuna shida nyingi sana za uongozi ambazo zimetokea. Serikali zinazidi kutia nguvu katika uongozi wao na kuhakikisha kwamba hawapatii wananchi nafasi ya kuuliza maswali yote. Na ndio maana maandamano lazima itafanyika, kwa sababu huwezi ukawasukuma wananchi wapite sehemu ya kuweza kusikika wanapoongozwa. Swali lako ambalo umeniuliza ndio ni swali muhimu. Kuna nafasi ya wananchi kuweza kujitokeza wote na waweze kujihusisha katika uongozi, lakini kuna mpangilio ambao unafaa utumike katika kuweza kujihusisha katika uongozi. Serikali ikifinya sehemu hizo za uongozi, inakuwa ni vigumu sana wananchi kujipanga na kujileta mbele ili kuweza kutoa maoni yao. Kama umefanya ikuwe vigumu kwa kutoa sauti, basi itabidi uzoea kwamba wananchi watakuwa wanakuja kwenye streets na watapigana mpaka uwape haki zao. Lakini kwa wazo hilo la Stella, Kapwani, watu watakuwa wanauliza kwa nini vijana wasijiunge katika mifumo ambayo tayari ipo. Kwa mfano, katika nchi zetu za Afrika Mashariki kuna vyama vya kisiasa. Vyama vya kisiasa vingi, hata Stella utakubali kwamba vina nafasi ya vijana pale. Kuna uongozi wa vijana. Kwa nini vijana hawa hawataki kushiriki katika mifumo ambayo tayari iko? Kwa nini wao wanataka tu kufanya mambo kwa njia yao? Nianze na Kapwani kisha nije kwako Stella. Sheria zetu, katiba zinaongelea kwamba kila mtu ana haki kwa mujibu wa sheria ya kukusanyika na pia kufanya hizi wanaitwa kwa Kiingereza assembly, maandamano pia. Lakini inafika wakati unaona kwamba sheria pia hazifuatwi. Kwa kitu cha kwanza, watu wakiona maandamano wanahisi vijana ni wahalifu au wanaenda kinyume na serikali au ni wapinzani na serikali, wakati sheria yenyewe imeruhusu. Ndio shida inaanza hapo. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kuandamana na kufanya hizi protest sio kitu kibaya. Ndio inafika pale unaona sasa watu wanaanza kupigwa, wanauawa, ndio shida inatokea hapo. Na pia kujibu swali lako, inaonekana kabisa kwamba ndio hizi chama za siasa zipo, lakini imekuwa vigumu kwa vijana kuingia hata kwa wakati hivyo kutengeneza hizo vyama. Kama nilivyosema mwanzoni, maandamano ya vijana sio kitu binafsi sana. Hata ndio unaona kwamba ni tofauti na enzi hizo, maandamano ya enzi hizo zilikuwa vyama sana. Lakini sasa hivi tunasema Gen Z protest hizi ni sio kitu binafsi, wanaongelea haki za
watu jumla, yani watu wenye umri 15, 30, huko tunaongelea vijana ambao ndio maana unaona hizi protests zimespark hali kubwa sana, wimbi kubwa dunia nzima. Kwa hiyo sio ngumu kuingia kwenye mambo ya kutengeneza hivi vyama, lakini kuna issue ya pesa pia. Unaona vyama ambao zipo tayari ni wana uzoefu na ni ya muda sana, unaona watu wana hela, na pia unaona saa zingine kuingia kwenye hiyo sekta unatakiwa uwe na baraka kutoka kwa wazee. Kwa hiyo inakuwa ngumu kidogo vijana kuingia kwenye hiyo sekta, lakini inakuwa nzuri tukiwa na Baraza la Taifa la Vijana pia. Stella, wakati unapojibu swali hilo nataka pia uzingatie kwamba vijana wengi wanaonekana hawajitokezi sana. Kwa mfano Kenya sasa kuna zoezi la kuandikisha wapiga kura na inasemekana idadi ya vijana ambao wameanza kujitokeza ni ndogo sana, lakini vijana hawa ndio wana msukumo ule wa kutaka mabadiliko. Kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba sio vijana wote ambao wanataka kujihusisha katika uongozi. Ni vile wananchi wengine wa Kenya ambao sio vijana, sio wote wamejisajili ili kuweza kujihusisha katika uchaguzi. Na baada ya kusema hivyo ni kwamba vijana kwa muda mrefu wameona kwamba tumekuwa na siasa ambayo haina nafasi ya vijana kupanda ama kuweza kushika zile ofisi ambazo ziko na influence katika society. Nchi chache sana kwa mfano katika bara la Afrika zina system ya mentorship katika vyama vyao vya kisiasa ambazo zinasaidia vijana ili waweze kupanda kabisa, waweze kujihusisha katika uongozi. Kati ya hizo nchi ni Namibia, Botswana pengine, South Africa kidogo kupitia National Youth Council zao na zile leagues za vijana ambazo ziko katika vyama vyao. Nyingi ya vyama vya kisiasa katika bara letu la Afrika hawapatii vijana nafasi. Vijana wanangoja, kwa kizungu tunaita mark time. Wanangoja pale, wanangoja kwa muda mrefu, hawapati nafasi. Na unajua kwa vijana wana haraka ya kuweza kujiendeleza. Akikaa pale kwa muda mrefu akose nafasi ya kuingia ni vigumu. Sheria za nchi zetu zingine hazikubalishi single agenda party. Kwa hivyo ni vigumu sana vijana waseme wanaweka chama yao wao wenyewe, kwa sababu pia hawatakubalishwa na sheria kuweza kuwa na vyama kama hivyo. Kwa hivyo inabidi wajihusishe katika vyama ambavyo viko, na vyama hizo zenyewe haziwapi nafasi ya kukua, haziwapi nafasi ya kuchukua uongozi. Alafu siasa imekuwa very expensive. Yani ukijihusisha katika siasa kama alivyosema Kapwani, lazima uwe uko na pesa ama uko na kibaraka. Uweze kuwa na sponsor ambaye anakupatia pesa za kuweza kujihusisha katika siasa. Ukiingia kwa njia hiyo inamaanisha hata huwezi kuongoza kutumia akili yako, inabidi unaongozwa vile ambavyo utatoa uongozi wako.